Hakika Mheshimiwa Waziri, naomba nikuthibitishie tena, hakuna kitu kitakachosimama mbele yangu kuzuia kazi ambayo wewe umetumwa kulisimamia na Daktari Samia ametumwa kusimamia. Jengo hili ni moja ya jengo ambalo wako watu tu wamejaliwa na wameumbwa kwa ajili ya kuharibu mambo tu. Yaani mtu anamaliza hata akija kwenye harusi yako chakula kitapungua tu. Yaani hata ukisahau kitu sebuleni kitapotea tu. Yaani wako watu ambao wako tu kwa ajili ya uharibifu tu, ambao hawakutaka kuona historia hii inaandikwa ya jengo la utawala wa jiji la Arusha. Na kwa kuwa Mheshimiwa Waziri, mimi nimetoka kwetu Sukumani, nimeaga, nimeombewa kwa dua zote, na nilipokuwa mwelezi nilipita kwenye mikoa 23, nimepewa kila aina ya baraka kwa makabila yote. Arusha haiwezi kunishinda. Na mkandarasi anasema watumishi wanafanya kazi katika mazingira magumu, lakini bora zaidi mwananchi anakuja kwenye ofisi za jiji, badala mkute mtumishi aliyekuja kumfuata amhudumie, anaambia huyu mtumishi yuko Sakina, anaambia huyu mtumishi yuko Njiro. Matokeo yake anaingia gharama ya nauli tena kwenda huko Sakina. Akifika Sakina, baada ya kusikilizwa, anaambiwa nyaraka zako ziko jiji. Wananchi wamekuwa wanazunguka sana kwa miaka yote kwa sababu ya kutokupata huduma katika eneo moja. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Waziri, mbele yako unaona ni jengo ambalo tuliachiwa na mkoloni la mwaka 1959. Ukiangalia idadi ya kipindi hicho cha wakazi wa jiji la Arusha haifanani na idadi ya sasa. Kwetu sisi, hatua hii ni shukrani za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Shukrani za dhati kwako kwa kusimama imara, na kuambia Mheshimiwa Waziri, usingesimama imara kwenye bunge la juzi la bajeti, ili jengo leo hili lingekuwa limesimama kujengwa. Usingesimama imara, ili jengo lisingeendelea kujengwa. Ulisimama imara, ukatetea, ukatuma tume yako hapa, ikaja ikapata ukweli. Bunge chini ya spika wetu mahiri Tulia akahoji maswali ya msingi ambayo hata vijana walioko sokoni na bodaboda wangepiga zile hesabu, wangejua kuna mtu mmoja hajawahi kufaulu wakati anasoma. Unaweza kuhudhuria kusifaulu. Lakini haya yote yametokana na umahiri wako na uwezo wako mkubwa wa kutetea wananchi wa jiji la Arusha, na hasa wananchi ambao wanakuja kutafuta huduma. Mheshimiwa Waziri, maelezo tumeyapata. Watanzania walikuwa hawajui jengo hili ni jengo ambalo lina lifti mbili. Lina ukubwa wa kilomita za jengo letu 11,000, na juu kule kwenye terrace unatengenezwa ukumbi wenye ukubwa wa kilomita 1,100 wenye uwezo wa kubeba watu 500 kwa wakati mmoja. Lina migahawa, lina sehemu zote za kutunza mitihani. Kwa kweli limezingatia, na huku chini watu wakipita waoni, lakini huku chini ni parking. Magari yote yanapaki chini underground. Arusha ndio ya kisasa ya watu wa janja wanaotaka maendeleo. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru mno.